Nimekuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi. Nimekuwa kiongozi wa umoja wa vijana. Nimekuwa kiongozi wa bunge la katiba. Nikapata huo nafasi kwa upendeleo wa Mungu, nikawa mkuu wa wilaya. Nikawa mkuu wa mkoa. Kwa upendeleo wa Mungu nikawa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Na neema za Mungu zikaongezeka, nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Kwenye maeneo yote haya niliyopita, nimejifunza uongozi na nikagundua sifa zangu 3 kubwa ndio zinazoweza kunitofautisha na kunipa nafasi ya kuendelea kuwatumikia watu. Ya kwanza ni mahusiano. Kwa mahusiano mazuri yanaweza kupunguza gharama. Jambo la gharama kubwa ukalifanya kwa gharama ndogo kwa sababu ya mahusiano. Sifa ya pili ni ushawishi. Ya tatu ya kuwa unafikiria nje ya boksi. Ndio maana ukiona hapa Arusha tumekuwa na matukio yaliyotutengenezea pesa. Sio kwa sababu ya kitu chochote kile, ni uwezo wa kufikiria nje ya boksi. Arusha mimi nipo tangu miaka 15 iliyopita. Kwa hiyo unaweza kuwa mpya kwa sababu ya cheo, lakini ni mkazi kwa sababu ya kuoa na kuishi nikiwa sehemu ya familia ya Wanarusha. Nimefanya kazi hapa Arusha kwa muda wa mwaka mmoja nikiwa mkuu wa mkoa. Nimeona mambo makubwa mawili. Nimeona upendo wa Wanarusha, nimeona bidii ya utafutaji wa pesa wa Wanarusha. Nimekuwa nikipata salamu nyingi tu, ndugu yetu, baada ya uchaguzi unaelekea wapi? Sio kahamishwa hapa. Afaya yote unayoyafanya haya tukarudi siku ya 1. Wengine sasa hivi haya ni yako kwenye majukumu ya ukuu wa mkoa au ni uwezo wako binafsi? Lakini mtu mmoja akaanza kwa upendo tu. Hivi hatuwezi kuongea na bosi ukabaki tu hapa. Tunataka tuendelee hivi. Kabisa hilo siwezi kupanga mimi. Hilo anapanga aliyenileta. Wakawepo na watu wenye busara na upendo, wakasema hapana. Mwanetu, huu ni mlango wako ambao Mungu ameweka wazi kwa ajili ya Watanzania. Kwa unyenyekevu mkubwa, moyo wangu umelizia kuiomba nafasi ya ubunge la jimbo la hapa Arusha mjini. Miaka 5 tuisuke Arusha kwa namna ambayo si tu mikoa mingine, natamani Afrika Mashariki waje wajifunze hapa kwetu. Tutabadilisha kutoka ofisi ya mbunge kuwa mtu, kuifanya ofisi ya mbunge kuwa taasisi. Alafu tutakuwa na kitengo kati ya vitengo 5. Mojawapo ni kitengo cha sheria kinachosimamia haki za wanyonge kwa kiwango ambacho mnyonge asiyekuwa na pesa ya kulipa wakili atalipiwa na ofisi ya mbunge. Kama ni kazi ninayo, lakini ninachotafuta ni kuwatumikia wananchi. Wangapi wanaridhia kwamba tumbariki kwa sababu amekuja kwetu na kutuambia? Tumeweka mkono wetu kwenye kichwa chake. Ya Rabbi, tunakuomba ukubalie yote mema ambayo atayaelekea, mfunulie shari zote zitakazokuwa mbele yake. Awepo Jibril aweze kumlinda na kumnusuru. Kwa baraka zako ewe Mungu, tutengenezee mambo yetu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil